Karibuni tena katika familia yetu ya Maarifa ya Neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu leo hii inasema, je, umepatikana? Hili ni swali. Je, wewe umepatikana? Kuna wakati katika maisha ambapo mtu husimama kimya na kusema kwa mshangao, kwa unyenyekevu na kwa macho yenye machozi ya shukrani, nimepatikana. Je, uliwahi kufanya hivyo? Na hii si kwa sababu mtu alijua njia ndio amepatikana. Hapana. Si kwa sababu alikuwa na nguvu za kutosha. Hapana. Bali kwa sababu yeye amepatikana. Sasa amepatikana vipi? Yesu alisema, kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tunasoma hilo katika Luka sura ya 19 mstari wa 10. Sasa je, Yesu alikuja kukitafuta kipi? Je, alikuja kukutafuta wewe au mimi? Na je, tumepatikana? Sasa ujumbe katika Luka 19 mstari wa 10 ndiyo habari njema ya Injili, kwamba Mungu si mtazamaji wa mbali, bali ni mtafutaji wa karibu. Anatafuta waliopotea, waliovunjika, waliokata tamaa. Labda nilikuwa nimepotea katika dhambi, labda nilikuwa nimepotea katika maumivu, labda nilikuwa nimepotea katika mafanikio ya nje, lakini nikiwa mtupu ndani yangu. Lakini kama kondoo aliyepotea, mchungaji mwema hakuniacha wala hakukuacha. Ndiyo maana ya Yesu kuja duniani, kwamba alikuja kukitafuta na kukiokoa kile kilichopotea. Yesu anasema hivi katika Yohana 10 mstari ule wa 11, mimi ndimi mchungaji mwema, naye mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sasa Yesu aliniacha katika orodha ya waliopotea, akanibeba mabegani mwake na kunirudisha nyumbani. Hiyo tunaisoma katika Luka 15 mstari wa 4 mpaka ule wa 7. Nimepatikana si kauli ya majivuno, bali ni ushuhuda wa neema. Nimepatikana si kauli ya kiburi au majivuno, bali ni ushuhuda wa neema ya Kristo. Mtunga Zaburi aliandika hivi, nalitangatanga kama kondoo aliyepotea, umtafute mtumishi wako. Zaburi ya 119 mstari ule wa 176. Huo ndio moyo wa mwanadamu. Hutangatanga, hutafuta, hujaribu njia nyingi, lakini mwisho wa safari zote tunagundua kuwa tulikuwa tunamtafuta yeye, wakati yeye tayari alikuwa anatutafuta sisi. Nilidhani ninamtafuta Mungu, lakini ukweli ni kwamba Mungu alikuwa ananifuatilia kwa upendo wake usio na kikomo. Kwa upendo wa milele nimekupenda, kwa hiyo nimekuvuta kwa fadhili. Hilo anasema Mungu katika Yeremia sura ya 31 mstari ule wa 3. Sasa si kwa sababu nilistahili, si kwa sababu nilikuwa mkamilifu, bali kwa sababu yeye ni upendo. Na pale mwana mpotevu aliporudi nyumbani, tunaona kwamba baba yake hakumkaripia kwanza, bali alimkimbilia, akamkumbatia na alimbusu.
na hiyo tulisoma katika Luka sura ya 15 mstari wa 20. Hivyo basi ndivyo Mungu anavyofanya nami au na wewe. Alitupokea kabla hata hatujaeleza vizuri sala yetu ya toba. Nimepatikana pia ni mwanzo mpya. Basi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Kupatikana kwangu na kwako hakukumaanisha tu kuokolewa, kulimaanisha pia kubadilishwa. Tumepata utambulisho mpya, tumaini jipya na kusudi jipya. Sasa tunaweza kusema kwamba tunajua sisi ni wa Mungu. Tumeandikwa katika kiganja cha mkono wake, kama anavyosema Nabii Isaya katika sura ya 49 mstari wa 16. Hakuna kitakachotutenganisha na upendo wake, kama tunavyoona katika Warumi sura ya 8 mstari wa 38 mpaka ule 39. Nimepatikana haimaanishi sitapitia changamoto, lakini sasa sipotei katika giza, kwa maana neno lake ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu, kama tunavyoweza kusoma katika Zaburi ya 119 mstari wa 105. Sikimbii tena bila mwelekeo, sitembei tena bila tumaini, siishi tena bila kusudi. Na kama niliwahi kupotea, leo najua kupotea kwangu hakukuwa mwisho wa hadithi, kulikuwa mwanzo wa kukutana na neema ya Kristo. Kwa hiyo nasema kwa moyo uliojaa shukrani, nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, lakini sasa naona, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 9 mstari wa 25. Hii ndiyo ajabu ya upendo wa Mungu. Anatuona tulivyo, anatufuata tulipo, na anatufanya kuwa zaidi ya tulivyowahi kufikiri kwamba tunaweza kuwa. Ndiyo, nimepatikana, na katika kupatikana kwangu nimegundua kuwa sikuwa peke yangu kamwe. Alikuwa pamoja nami wakati wote. Narudi tena kukuuliza, je, umepatikana? Tumsifu Yesu Kristo.